ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika mlango nambari 23 katika kitabu Riyadhus Salihin, mlango al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, unaozungumzia suala la kuamrisha mema na kukataza uovu. Katika mlango huu tulizisoma hadithi 3 mpaka 4, lakini hii ya 4 ikawa kuimaliza kuingia katika zile faida za hadithi. Kwa hivyo tutarejea tena kidogo matini ya hadithi hii ya 4 na baadaye tuingie katika hizo faida zinazopatikana katika hadithi hii. Hadithi ya 4 katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu kwenye kitabu Riyadhus Salihin, الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما, ni kutoka kwa sahaba bwana Nu'man bin Bashir, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, yeye kapokea kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Qala, amesema, mathalul qaimi fi hududillahi, mfano wa mtu aliyesimama katika mipaka ya Mwenyezi Mungu. Mathalul qaim fi hududillahi, mfano wa mtu aliyesimama katika mipaka ya Mwenyezi Mungu. Walwasi'i fiha, ikilinganishwa na yule aliyetumbukia ndani ya mipaka hiyo. Alwasi' bimaana murtakibiha, aliyetenda hayo maovu yaliyokatazwa, ndio inakuwa ametumbukia ndani ya pango. Kuna mipaka ya sheria iliyowekwa katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anazungumza mambo ya sheria, kisha anasema kwamba tilka hududullahi, na hiyo ni mipaka ya sheria katika amri za Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya aya fala ta'taduha, msikiuke mipaka hiyo, na kuna baadhi ya aya fala taqrabuha, msikaribie mipaka hiyo. Alafu Mwenyezi Mungu akaweka makamio, akasema wa man yata'adda hududallahi, na yule aliyejaribu kukiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu. Baadhi ya aya zinasema faqad dhalama nafsa, asimlaumu mtu, yeye ameidhulumu nafsi yake. Au katika aya nyingine wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humul fasiquna au fa ulaika humul zalimuna, au kama qala subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mathalul qaimi, mfano wa mtu aliyesimama atende fi hududillahi, katika mipaka ya Mwenyezi Mungu.
ikilinganishwa walwaqi'i fiha, na yule aliyotumbukia ndani yake mipaka hiyo. Alwaqi' bi maana murtakibiha, yule ambaye ametenda ile maovu iliyokatazwa, ndo maana ya kutumbukia kwenye mpaka hiyo. Akishatenda mtu ndo maana kavuka mpaka, ameingia ndani. Basi mfano wake kamathali qaumin, ni kama mfano wa watu istahamu ala safinatin, waliofanya kura juu ya jahazi fulani wasafiri nayo. Kura hiyo wamepiga wengi wakae deki na wengi wakae katika first class passenger. Wengine ikawaangukia kura wakae deki na wengine ikaangukia kura wakae juu. Fasara ba'dhum a'laha, basi wakawa baadhi yao wako juu yake jahazi hiyo, wa ba'dhum asfalaha, na baadhi yao wakawa chini. Sasa wakati chombo kinakwenda baharini, na bahari ndiyo bahari, ina hatari zake, ina vita vyake. Wakana alladhina fi asfaliha, na ikawa wale walio chini yake ile jahazi, idha taqaw min alma'i, wakati wanapotaka msaada wa maji kwa matumizi mbalimbali, ima kwa kunywa au mkwenda mtu haja za kustandi na hivi na hivi, basi marru ala man fawqahum, inabidi lazima wapite kwa wale walio juu yao. Kule ndiko yaliko maji na kule ndiko njia iliyopo ya kupatikana hayo maji, lazima wapite juu. Kwa wale watu waliopata kura ya kukaa juu, hawa walioko chini wakihitajia maji, inabidi kule chini waliko si rahisi kuyapata, lazima wapitie kule juu ndiko yaliko yale maji. Na tamko hili marru ala man fawqahum, fawqahum bimaana a'la safina, sehemu ya juu ile jahazi ndio juu yao. Faqalu, kwa sababu ya tabu ya kupanda na kushuka hawa watu walioko chini, wakati mmoja wakasema, yani mtabu yote hii, panda shuka, hatari yote hii, bahari hivi nje hivi ndani, kuna upepo mkubwa huu, anakwenda mtu juu kule asukume na upepo, pengine atumbukie baharini, yani ni balaa lote. Law anna kharaqna fi nasibina kharqan, laiti kama sisi tutatoboa katika sehemu yetu ya chini hii, sehemu ndogo ya tundu, ikawa tunapata maji baharini kwa urahisi kuyavuta kwa haja zetu, si basi bwana? Ya nini sisi kwenda kule juu kule zogo moja kwa moja, wale wanashambulia, sijui wamelala usingizi, tunawakera, tunawakiuka, tunawakwaa, inakuwa taabu kwenye ile usiku kiza. Law anna kharaqna fi nasibina kharqan, laiti kama sisi tungetoboa katika sehemu yetu ya chini hii, sehemu ndogo. Kharaqna bimaana fatahna suquban, laiti sisi tungefungua tundu au tobo, kwa tundu hiyo nastakhriju minhu almaa, tukaweza kuteka maji katika tundu ndogo chini kule. Tunapitisha kibati chetu na kamba, tunafanya kama mtu kwenye kisima cha kata hivi, kwa urahisi anayapata maji pale na yavuta, tunayatumia kwa haja mbalimbali. Tutakoshia sahani wenyewe kwa ajili ya chakula, mtu kastandi, mtu kenda haja na kustandi anastandia. Na kwa kufanya hivi, wala mnuqudhi man fawqana, itakuwa sisi tena hatuwaudhi wale walio juu yetu, maana imekuwa mashambulizi makubwa. Tunaona haya mambo mengine, tushapanda mara 6 kuto moja, tunamkwaa mtu kwa tukile kiza matusi moja kwa moja na hivi kwa mbele na sofa, tunastahiana. Kwa kufanya hivi itakuwa la mnuqudhi man fawqana, hatumuudhi tena alio juu yetu. Mambo yanakwenda kwa urahisi kabisa. Wao watu mbali juu huko ndio shabahatika wamekaa juu, sisi tuko chini huku na tutatoboa tundu ndogo ya jahazi, tutavuta maji kwa urahisi kabisa. Anasema Mtume, huu ni mfano Mtume anapiga, mfano uliokuwa ndani yake una faida kubwa mno. Labda akili za binadamu zitaweza kusogea karibu zikafahamu kilichokusudiwa katika mfano huu. Mtume anapiga mfano wa kusafiri katika pahala pa safari baharini, na chombo chenyewe kimetengenezwa kwa mbao na misumari,
na chategemea aghlabu yake huko nyuma ilikuwa hakuna mashine, chategemea tanga kitambaa. Basi Mtume anasema fa in tarakuhum, waliomo jahazini wote kuanzia walioko juu na wale walioko chini, rai hii ya kutoboa sehemu chini ili yapatikane maji kwa urahisi, kama watawaacha waliovumbua rai hii kwamba watoboe ili wapate maji kwa urahisi, fa in tarakuhum wama aradu, ikiwa wataacha na hilo, ikiwa watawaacha na hilo walilikusudia, matokeo ni kwamba halaku jami'an, wataangamia wote waliomo ndani ya chombo, aliyehusika na asiyehusika. Hata wale waliostarehe wako juu hawana habari na dhiki ya chini huku, basi na wao wataingia katika hilaki. Chombo kile kitaingia maji, na maji yakijaa shehena ichazidi, chombo kinakwenda zake chini moja kwa moja kitazama, na kikizama ni kwamba watazama wote. Wa in akhadhu ala aydihim, lakini waliomo ndani ya chombo wakasema hapana, haiwezekani nyinyi mtoboe sehemu ya chini huko, mtahatarisha nafsi zetu zote. Kwa hivyo wa in akhadhu ala aydihim, wakiwakamata mikono yao wakwambia hilo hamlifanyi, tutapigana humu, mtoboe hamtoboi, hatukupini nafasi hiyo kabisa ya kutoboa chombo, ngojeni mpaka hii chombo kifika salama salimini. Nyinyi itabidi maji yenu mjimchukue huku juu, hivyo mpande mkichuka na mnakapita. Ikiwa watawazuia wakamate mikono yao, akhadhu ala aydihim, maneno haya wa in akhadhu ala aydihim yani mana'uhum, maana ya kuwakamata mikono hapa ni kuwazuia, wakafuhum, na kuwasimamisha kabisa, amma aradu min al-khariqi, kutokana na kitendo walichokusudia cha kutoboa jahazi. Ndio maana ya akhadhu ala aydihim, wataposhika juu ya mikono yao, kwa maana wanawazuia wasifanye hivyo. Wakizuia itakuwaje? Wakiwaachilia kulifanya wale walikusudia, wataangamia wote, na wakiwazuia wasilifanye walikusudia, najau jamia, wataokoka wao na wataokoka waliomo ndani ya chombo chote. Mfano huu ni mfano mkubwa mno katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hadithi yenyewe rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari, na yale maneno yaliyosema mathalul qa'im fi hududillahi ta'ala, al-qa'imu fi hududillahi ta'ala, maana yake al-munkiru laha, ni yule ambaye anakataza, amejizuilia yeye mwenyewe. Al-qa'imu fi daf'iha wa izalatiha, na khalafa kasimama katika kuondosha na kukinga huo bustani, yeye mwenyewe hafanyi na khalafu anakinga na wengine wasifanye huo vile. Al-munkiru laha ni mtu mwenye kuchukia uovu ule, ndio ulosimama nje mpaka ya Mwenyezi Mungu. Khalafu al-qa'imu fi daf'iha wa izalatiha, bali ya kwamba yeye mwenyewe yuko nje kuingia kwenye mpaka ule wa jambo lilokatazwa, akasimama kidete kuzuia lisifanywe jambo lile, na akawa anakinga vile vile kwa uwezo wake wote. Walmuradu bilhududi, na kama tulivyosema madhumuni ya neno mipaka, ma naha Allahu anhu, ni yale mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza yasifanywe. Na wastahamu, maana yastahamu iqtara'u, walifanya kura hawa wepi wapate nafasi ya kukaa juu na wepi wabakie chini. Hadithi hii katika mfano huu mkubwa sana na mfano mzito aliopiga Mtume kwa chombo cha baharini, unalenga shabaha yake katika haya yafuatayo. Kwanza kabisa, darbul amthali alwaqi'iyya, ambayo almuhissatu, kupiga mfano mtu anayetaka kuwavuta watu katika uongofu, akaona mtawapata vipi, akauleta mfano katika mazingara ambayo watu wanayafahamu, asende mbali walikokuwa wafahamu. Mtu akajaribu kuzivuta akili za watu katika kuwapiga mfano wa mambo wanayoyafahamu uzuri sana katika akili zao, washaya practice
wasafiri watu katika bahari, wanajua watu nini maana bahari, washateseka watu baharini, wengine washaikana dhili kwamba ya laiti kama nitavuka salama katika safari hii nitafanya hivi, na wengine washakula kiapo kabisa, pengine mimi naapa kuwa sitosafiri tena kwa njia ya bahari, ikiwa moja kama hivi nikifanya basi sitaki tena. Watu wanajua nini maana bahari. Kwa hivyo darbul amthali, kupiga mfano mtu anaolingania dini, mfano ule ikawa alwaqi'iyya, katika mambo yatokeayo duniani, almuhissa, ambayo ni yenye kuhisiwa. Mfano kama huu bila shaka yusaidu ala fahmi al-afkari al-mujarrada, unaweza kabisa kusaidia juu ya kufahamika kwa fikra pekee yake za mwanadamu aliye mzima, anafikiri, anawaza, akiletewa katika gunduka kila akili mfano wa mambo ambayo anayajua, basi pale pale anaanza kuhisi kwamba haya maneno kwa hakika ni makubwa, ama hili asemalo huyu ni kweli kabisa, hiyo haielekei, hivi itakuwa ndivyo, hivi itakuwa sivyo. Ni mara ngapi Mwenyezi Mungu ametupigia mfano kwenye Qur'ani sisi viumbe vyake katika mambo tunayofahamu, ili kuzisogeza akili zetu. Kama hatukufahamu maneno yake mengi Mwenyezi Mungu, basi tufahamu katika mifano. Kwa mfano, wadrib lahum mathala alhayati dunya, Muhammad, wapigie waja wangu mfano wa maisha haya ya kidunia wanayoishi wao. Wananyang'anyana, wanasukumana, wanadhulumiana, wanauana kwa ajili ya maisha ya kidunia. Hebu wazungumzie kwa mfano haya maisha yakoje kwa bila mizimu. Wadrib lahum mathala alhayati dunya, mfano wake kama ni kama mfano wa maji, anzalnahu minas samaa, tuliyoyateremsha maji hayo kutoka juu kwenye mawingu, yalipofika ardhini fakhtalata bihi nabatul ardi, yakachanganyika maji hayo na mimea ya ardhi, mimea ikastawi kwa sababu ya maji, kwa sababu kila kitu kinahitaji kwa msaada wa maji. Ikapendeza mimea ile, kumpendeza mkulima, yujibu zurraa, mimea ile ikishapita kijani kibichi kwa maji, basi mkulima huwa hataki tena kutoka kondeni, utaka akaya tizame tu ile mandhari inayomvutia, mambo yamestawi. Na ilikuwa baada ya mwezi mmoja nyuma, alikuwa apenda hata kutazama shamba lake na konde yake ilivyokaa, inamtisha, inamvunja moyo, hapatizamiki popote, kila pahala papiga wekundu, rangi ya manjano, vumbi linaruka, hawezi kuingia hamu ya kupalilia wala kufanya chochote, kila kitu kinakufa, migomba inakuja juu, inakatika, michungwa inakauka, mikarafuu inakauka, hana hamu ya kupita hata kutazama kule shambani. Lakini baada ya kupiga mvua ikachanganyika na mimea ardhini, ikastawi na mwenyewe akapenda. Lakini baada ya muda mfupi fa asbaha hashima, mara ikapambazukiwa asubuhi yake kuwa ni mabua, mapepe, makapi, tazruhu riyah, upepo unayagurumisha huku na huku kuwa ni mepesi hamna kitu. Baada ya kuvunwa shamba, na uwe muhindi au mpunga au chochote kingine kile, huwa hapapendezi tena pale pahala, hapatazamiki, yabakia mabua matupu, makapi matupu. Tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir. Na hivi ndivyo alivyo maisha ya dunia. Binadamu anapokuwa kijana anastawi, anapendeza, na nguvu, hususan basi wazee wake na hali nzuri, kapata urithi wa mali, au yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu amempa bahati ya kupata mali, ikawa kila anachokitaka anakipata kwa urahisi, na nguvu anazo, si mgonjwa, mzima, kwa hakika anakuwa anastawi sana. Lakini baada miaka kidogo tu, mara binadamu anakubadilikia, uso wake unabadilika, hali yake inabadilika, nguvu zile zilizokuwa nazo kwa miaka 30 sasa katika umri wa miaka 50 sizo zilizokuwa nazo katika ni kipindi kidogo kipindi. Alipokuwa miaka 25 mpaka 30 alikuwa vingine, na sasa katika umri wa miaka 50 55 mpaka 60 kimepita kitambo kidogo tu katikati hapa, kisha badilika binadamu. Nguvu ya kuona kwake inapungua, nguvu ya kusikia inapungua, nguvu ya mishipa ya miguu namna ya kusimama kwenda inapungua, hata nguvu ya kula chakula pia inapungua. Hawezi kukipiga kibaba kile kilichokuwa kipiga wakati ule, hathubutu kabisa.
Sasa kwa taabu robo kibaba, kwa taabu inamtaabisha na vile vile alikuwa kibaba kinakwenda na halafu anasahauliza kama iko ziada jamani huko, na nusu vile vile tatiliwa, na mwingine vile vile katoka kulima matuta huko atakirudi pa vile tunakwenda peke yake peke viwili. Utamshangaa huyo anakula viwili anakula wewe, kitazama tumbo ulioni liko wapi tumbo lake basi chembamba kijitu, lakini mzima ana afya anafanya kazi nyingi, chakula chote kinapotea katika tumbo ukioni, lakini ngojee baada ya miaka fulani hawezi tena kula. Huu ndio mfano Mwenyezi Mungu anaokuja kwenye Qur'ani kwa maisha ya kidunia, tuyaelewe tuyafahamu. Kumbe hapa duniani maisha yake si lolote si chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi wote tukaona kwamba maisha ndo haya, lakini kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa atatuita mara moja wakati wote ule imekuwa hana maana. Ndio maana akayasuta maisha ya kidunia, akayatamkia lugha isiyopendeza, akasema wa mal hayatu dunya illa mata'u. Hayakuwa maisha ya kidunia tunakuwa ni starehe za kudanganya. Watu wenye balagha waliobobea katika tabia ya kuongoza watu katika mema, wanapoona njia ngumu watu hawafikiri, watu wakaidi, watu hawamfahamu msemaji kabisa, hawataki kuacha maovu yao, shirikina zao na hivi na hivi, basi mlinganiaji pale achange kidogo, aje na tabia ya maneno ya mfano hivi katika mambo watu wanaoyafahamu. Watu wanajua mfano huu ukipigwa basi tuwagusa wavuvi, mfano huu ukipigwa tuwagusa wawindaji mwituni, mfano huu ukipigwa tuwagusa wasafiri wa anga wa halum majara. Na hivyo hivyo kila mmoja unamtizama vile alivyo, unampigia mfano vile alivyo. Ukimwona mtu kwa kitabu hendi, hajui kitu, hana Qur'ani, hana hadithi ya Mtume, utapoteza wakati wako bure kusema naye kwa aya za Qur'ani, utapoteza wakati wako bure kumwambia Mtume kasema hivi. Huyo sasa ataka aletwe katika mfano katika mambo anayofahamia. Kwa hivyo faida ipatikanayo katika hadithi hii ni kwamba Mtume kapiga mfano. Utaona hapa kama kwamba labda mtu aliyekuwa hataka kuchunguza mambo kwenye Uislamu kwa kipindi kifupi, haya hebu nikakaa nasikiliza hizo hadithi za Mtume. Alipokaa darasani na Mtume kasema mfano wa mtu aliosimama katika mpaka Mwenyezi Mungu na yule aliyoingia kwenye mpaka ile, mfano wake kama watu waliofanya kura katika chombo ikawa hivi. Maskini yangu yule asipate chochote, hakupata kitu, kaona watu wamekaa kitako wanapoteza wakati wao, watu wazima wameacha shughuli zao wanasikiliza. Ndio Mtume wa Mungu anasema kwa mfano wake hivi. Ndio maana waliokufuru kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema fa amma alladhina fi qulubihim maradun, au wale makafiri bali wenye kunyonyezwa na maradhi, wao sema yakuluna madha arada Allahu bihadha mathala. Nini amekusudia Mwenyezi Mungu kupitia mfano kama huu? Sisi watu wazima na akili zetu shughuli zetu atambia nini hapa? Mara mtajinzi, mara mtajinani buibui. Mathalul ladhina ittakhadhu min duni Allahi awliyaa kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Mwenyezi Mungu anazungumza kwa balagha kubwa. Enyi watu mlopoteza wakati zenu, mlopoteza wakati wenu na nafasi zenu, mkenda mkategemea vitu kama mijiti, majini, makaburi, mkayaomba na kuyaabudu, basi mfano wa wale ambao wamemchukua mwingine min ghairi ya Mwenyezi Mungu wa haki wakawafanya kuwa ni waungu, mfano wake ni kama mfano wa huyu mdudu bui aliojifanyia nyumba ya bui. Nyumba yake inajulikana vinyuzi zilizogana viambazani, na mwenyewe utamuona yuko katikati pale. Bui yule kama atakuwa kajenga nyumba ile mwituni kwenye mjiti, jua likitoka linamuumiza, mvua ikinyesha inamrowesha. Ndio yumo ndani ya nyumba gani bui? Huu ndio mfano wa mtu aliyomwacha Mwenyezi Mungu akakamata vitu vingine, yeye atadhurika tu. Wale waliowategemea hawawezi kujinusuru wao wenyewe, watanusuru yeye. Kama farila ankabuti ittakhadhat baita, ni kama mfano wa buibui aliyojifanyia nyumba. Wa in awhana albuyuti la baitul ankabut. Kisha Mwenyezi Mungu anafunga maneno kwa kusema na katika nyumba dhalili, na katika nyumba ya upuuzi isiyokuwa na maana, haimstiri mtu, ni nyumba ya buibui bwana, haimstiri. Unakwenda nyumbani kwako na ufagio wako unapukusa tu hivi, kesha buibui yeye na nyumba yake wote hawapo.
peleka ufagio kidogo basi mwisho. Namna hiyo. Akipita kunguru anachukua tu yule basi. Chakula chake anajilia. La baitul ankabut law kanu ya'lamun, la iti watu wangekuwa wanatambua mambo. Kuwapigia mfano watu katika mambo ambayo ni yenye kutokezea katika maisha yao. Yusaidu, usaidia ala fahmi al-afkari, juu ya kufahamisha fikra almujarrada, fikra pekee yake za binadamu zenye kuanza na kuwazua, anapata kujiona kama mimi mpumbavu. Kama huu mfano leo umenipata kwa kweli. Hivyo mimi ndo nimejenga nyumba ya buibui manake. Mara utamwona naamua pale pale kufungua nguo yake kachukua hilizi kati zake. Hivyo mimi hilizi hili ni ndani ya buibui manake. Nipatikana kweli kweli mimi atajiona mwenyewe. Hivyo ile kutoka mimi na ukoo mzima tunakwenda katika mizimu yetu ya jadi na asili na hivyo tuko katika nyumba ya buibui sisi. Anaamua kuanzia pale kwa mfano ule sendi tena baada ya leo katika watu wapumbavu, kumbe sio kwa sana. Sahihi. Wayajaluha, na mfano kama huo unatarajiwa kutoa matunda. Huzifanya akili za watu zikajenga sura, picha maalum. Binadamu simuona hivi hivyo, ana mambo ameujiza binadamu namna alivyomtayarisha Mola wake. Wewe si unazungumza napiga mfano, basi usifikiri kama binadamu kakaa pale akutazama tu, akutazame wewe tena wakati ule. Katika mfano unampigia, sasa akili yake inaona ile picha unayoizungumza. Hivi mtume alipozungumza bahari hapa na jahazi, basi wallahi binadamu hapa yuko baharini na ndani ya chombo na anajikuta siku alosafiri akapata tabu, anaanza kuona picha yote. Si kama pale atakuwa kutumbulia macho wewe msemaji hayupo tena pale, ushamchukua. Hivi ndio binadamu alivyo, unamteka kwa akili yake. Sasa imekuwa ule moyo wake na akili yake unaichezea, unaicommand. Sasa unaiamrisha, unaiforce kwa nguvu izingatie jambo muhimu lenye faida na yeye akitaka asitake manake. Kama atakuwa ni mzima mwenye akili timamu, si mwenda azima kwa alipo, si mlevi, mtu mzima kabisa, unaichukua akili yake sasa unaanza kuitembeza hivi. Unamuonyesha television, anajiona yuko baharini, anajiona bahari kadhalika msikitini, lakini anaanza kuona vitu ambavyo havipo hapa ndani ya akili yake. Wayajaluha suwaran, na uzifanyia akili hizo binadamu picha hayatan, zilizokuwa za uhai kabisa kabisa. Anawaona watu wanakwenda na kurudi katika jahazi ile, wanapanda na kushuka na madoo yao, kakaa lakini ndani ya macho yake anaona, ndani ya akili anaona vile, na anaona wanagombana, wamekwaada kumwagiwa maji usingizini, tahamaki damu hiyo inamjia ile ngome kumemtokezea pale, wamesukumana pigana kidogo ngumi na hivi. Wale wakaamua kwamba bwana tutoboe chini siku ya mbali, wale wakahamaki itakuwaje mtoboi na hivi na hivi, mtu anafikiria vile. Tayeb, tastaqiru fil adhani, kwa hakika picha hizi na drawing hizi, sura hizi kutulia kwenye mawazo ya binadamu. Kimya akawa anafanya gurudumu lake kulizungusha hivi, anafikiria Mungu anaona. Hivi ndio binadamu Mwenyezi Mungu alivyomfanya. Unapozungumza wewe hadithi, basi hata mtoto mdogo mwanao miaka 4, 5 hivi alikuweko sungura na fisi, basi wallahi akili yake pale inamwona sungura na fisi, anakusisa kwa hamu kubwa na interest, anxious to know, ana hamu kutaka kujua what happened, mwisho wake itakuwa nini. Basi wakakaa, yeye yuko ana travel, anasafiri. Utamkuta mtoto anapenda mambo ya hadithi kwa sababu akili yake inasafiri, naona ile mambo yenyewe. Ikawaje? Basi ikija katika habari ya kitisho anaogopa kweli, na mara hadithi ile kwa usiku ule ilipozungumzwa inakuwa tena hapa laliki peke yake tena, imekuja na vitisho vikubwa, jini mapembe yanamuona katika akili yake, anamuona jini hasa mapembe na hivi. Mara atakwambia kwamba mimi leo siwezi kulala peke yangu nyumbani kule, itabidi aje na ina kama hiyo, kwa sababu binadamu kamtengeneza hivi Mwenyezi Mungu. Akili yake ikisimuliwa jambo, basi huwa inaanza kufanya picha, inaona. Ni katika mbinu kubwa hizi kuweza kuwavuta watu kuingia katika imani ya Mwenyezi Mungu, kuwatoa katika maovu ya ushirikina. Si jambo rahisi.
unawachorea kitu hivi mpaka wanakuja katika line, unawacheka, unachukua akili zao, unachukua nyoyo zao, unazipeleka pahala mpaka inakuwa hawawezi kutoka tena. Ni katika mbinu kubwa hizi. Hii ni siri ya kuvua samaki. Na hao samaki tena si samaki sasa hivi, samaki baharini, unawavua binadamu na lengo ni kuwatoa katika uovu na watia katika uovu na ni pombogo. Si rahisi kabisa, inabidi watupiwe chambo na wapigia mifano katika mambo wanaoyatambua wao, mambo makini kabisa. Ukikuta mfano katika hadithi ya Mtume, jaribu kutuliza akili yako na masikio yako uthamini mfano huo. Ukikuta Mwenyezi Mungu anasema wadrib lahum mathalan au daraba Allahu mathalan, ujue hapo panazungumza mambo makubwa mno. Hapigi mfano Mwenyezi Mungu kama ni pauka paka awali kwa siti kijino kama jikiki, sio maksudi yake hivyo. Wala sio kama vile wasemavyo watu skuli kwamba hadithi njoo, uongo njoo, sio utamkolea kama hivi. Yaani wachukulia kama hadithi mambo ya uongo na hivi na hivi, ndio anabuni mtu anapanga. Lakini unapokuta katika mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo ya mtume Mwenyezi Mungu, basi hapo pana kitu maalum kimepangwa. Kwa mfano, daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan, amepiga mfano Mwenyezi Mungu wa kijiji kimoja wapo katika vijiji vya ardhini, kilikuwa kimetulia kijiji, bardi mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin, kijiji hicho kinajiwa na riziki zake kutoka kila pembe ya ulimwengu. Lakini watu wa kijiji hicho fakafarat, kikakufuru kijiji kwa maana watu wake, fakafarat bi'an'amillahi, kikakufuru neema za Mwenyezi Mungu hizo. Nini liko matokeo yake? Faadhaqaha Allahu, Mwenyezi Mungu akakionjesha kijiji hicho libasa, nguo al-ju'i lal-jaa wal-khawfi na hofu. Mwenyezi Mungu akatumia balagha ya kuonja, kutest, adhaqa. Tokea lini njaa ikawa inaonjwa? Na tokea lini njaa ikawa inavaliwa kama ni nguo? Na tokea lini hofu ikawa inaonjwa? Na tokea lini hofu ikawa inavaliwa? Baada kwa maneno yale Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kukufuru neema za Mwenyezi Mungu kijiji hicho, watu wake. Maana ya kuwaonjesha ni kwamba ile njaa ilikuwa inahisiwa na wao, kuanzia kwenye ulimi mpaka kwenye kidakatonge mpaka kwenye damu, kila pahala njaa imeshaenea. Sio kuwa ni kitu kilikuwa cha kupita kwa muda hivi, hapana. Sio kwamba kwa ukosefu wake wamekosa hivi na bana hichi, njaa imeingia kweli kweli. Wanaihisi njaa kama wameivaa ndani ya mwili, wameivaa kwenye miili yao, mtu kavaa kama kanzu, njaa imevaa. Binadamu yasnaun, kwa sababu ya mabaya walifanya. Huu ni mfano Mwenyezi Mungu anazungumza. Maana yake nini? Tahadharini watu wa kijiji na nyie vile vile, msije mkakufuru neema za Mwenyezi Mungu, asije Mwenyezi Mungu akakuonjesheni nguo la njaa na hofu. Halafu faida ya pili ipatikanayo katika hadithi hii, kuna faidatu tarkil munkari, faida ya kuacha uovu uendelee. La taudu ala tarikihi, haitorejea faida ile kwa yule aliowacha peke yake, fahasbu, yani pekee, bal ala almujtami'i, faida ile itawaenea watu wote, biasli usrihi, kwa ukoo mzima, familia zote, nchi nzima. Hii ndio natija inayopatikana ya kuacha uovu kawa hausemwi. Matokeo yake ni kwamba itawachanganya wema wabaya, ingawa huko kiyama kila mmoja atafufuliwa juu ya nia yake na imani yake. Lakini pale ardhini Mwenyezi Mungu kuisafisha kwake ardhi ni kupeleka jambo likawakamata wote. Hiyo ndio faida ya kuacha uovu kawa uzungumzwi, watu ikawa wakatazani machafu, hawakatazani ubaya. Basi faida yake ni kwamba haitowagusa wale walioacha kukataza au watendaji peke yao, bali huwaenea mpaka watoto wachanga wasiohusika na wao vile vile wanaingia kupata tabu sasa. Bali huwaenea mpaka wanyama waliomo katika nchi ile hawahusiki, maskini wanaingia kwenye trouble na wao vile vile. Bal ala almujtami'a bi usrihi,
Halafu jambo la tatu, halakul mujtami', kuangamia kwa jamii, mutarattibun ala tarki ashabil munkar, kunasababishwa na kuwaacha watu wanaofanya uovu, yu'ithuna fil ardi fasadan, wao wanaeneza katika ardhi fisadi. Basi imekwisha. Wakiwachiwa watu wanaofanya uovu waendelee kueneza katika ardhi fisadi, na wanaviona wakafumba midomo yao wakaacha mambo kama yalivyo, tafanyaje bwana? Au mtu akaogopa kutiliwa kitumbua chake mchanga, basi matokeo yake ni kwamba kuangamia kwa jamii hii unasababishwa na kuwaacha watu wanaofanya maovu waeneze katika ardhi fisadi. Huko ni kuangamia kwa jamii. Jambo la 4 lenye kupatikana kwenye hadithi hii, inna kulla munkarin yartakibuhu al-insan, hakika kila uovu ambao anautenda mwanadamu, fi mujtami'ihi, katika mkusanyiko wa watu wanaoishi nao, innama huwa kharqun, inakuwa ni kutoboa. Sasa anatoboa chombo ambacho wasafiria watu katika ardhi, anatoboa ardhi ili watu wazame. Sasa baada ya kutoboa jahazi baharini, ndio mfano wa mtume aliga hapo. Yoyote anaotenda uovu wa namna yoyote, ikiwa ni wakuzini, wa kuiba, wa kulewa, wa kufanya jambo lolote, ni kwamba anapofanya jambo lile mtu ajijue kwamba mimi sasa hivi nawatogolea wenzangu chombo tunachofiria ili tuzame sote. Na yeye habari yako, inna kulla munkarin, hakika kila uovu, hata kama mtu anadharau wa kuambiwa usizue kitu katika dini bwana, huo ni uovu, kumdhuria mtu wa Mwenyezi Mungu uongo. Kila uovu yartakibuhu al-insanu, ambao anauparamia mwanadamu kuutenda, fi mujtami'ihi, wakati yeye yumo katika jamii ya watu wanaishi nao anafanya uovu, basi innama huwa kharqun, inakuwa ni tundu hiyo anaitoboa. Sasa tena kutoboa kwenyewe ni tundu khatirun, yenye hatari, fi salamati al-mujtami'i, katika salama ya ile jamii anayoishi nayo. Hatari yake si kwa sababu yake yeye, hatari yake ni jamii nzima itateketea kwa mtu mmoja yeye. Mtu mmoja yeye akileta mtu mmoja tu hapa drugs za cocaine, mandras, sio kwamba yeye ndio tukabaswa na Mwenyezi Mungu kafanya uovu kafanya hivi, sio yeye. Anatoboa kitu katika jamii anayoishi nayo, ni kwamba anaiangamiza. Matokeo yake itazama jamii yote, vijana watateketea wote, taifa lote pumbavu halina maana. Matokeo yake ni kwamba nchi nzima inaangamia kwa mtu mmoja tu. Uovu wote ukifanywa na watu wakiachiliana, mtu fulani mwachie, mtu fulani mwachie, anasaidia sana huyo, sasa yake nyingi na hivi na hivi, yeye mwacheni, ni kwamba anatoboa, na matokeo yake jamii itazama yote siku moja. Jambo jingine lenye kupatikana katika hadithi hii ni kwamba hurriyatul insani, uhuru wa mwanadamu aliopewa na Mwenyezi Mungu, achague kuongoka au kupotoka. Huru kabisa kaachiliwa, chagua mwenyewe. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, chagua mwenyewe unapenda kuongoka au kupotoka. Uhuru huu wa mwanadamu laisa mutlaqatan, si uhuru ulioachiwa ovyo kwamba ni moja kwa moja kaachiwa huru tena afanye atakavyo, bali muqayyadatun bi dhamani huquqi nnasi, umefungwa kwenye dhamana ya haki za watu. Kama unapotoka mwenyewe, potoka mwenyewe, lakini ukifanya jambo la kuhatarisha watu, basi uhuru unao tena, watu wataingia kati pale, Waislamu kukustop. Wewe unapotoka, potoka mwenyewe peke yako. Umekataa kuamini Mwenyezi Mungu, okay, mwenyewe peke yako. Umekataa kuamini akhira, haya. Lakini sasa unapoingia katika mambo yanayohusu jamii, unaishi na watu, ukatenda jambo ambalo ndani yake na watu, ujue safari yake ni kwamba litaangamiza watu, baada itabidi watu wakuzuie usiendelee na uhuru. Huko katika dhamana haki za watu, min haulihi, walioishi pembezoni mwake, wa dhamani masalihi, na kudhaminia maslaha ya watu vile vile.
uhuru waliopewa binadamu vile vile humo ndani ya dhamana ya maslaha ya watu, sio autumie ovyo ovyo, awe hajali kumuua mtu, hajali kumkisiri mtu, hajali kumdhulumu mtu, akitaka mke wa mtu achukua tu. La, humo ndani ya kutekeleza maslaha ya watu vile, kwa kuwa anaishi na watu. Jambo jingine katika faida za hadithi hii, anasema qad yatasarrafu ba'dhu an-nasi bima yadhurru al-mujtama', huenda wakafanya baadhi ya watu mambo ya kudhuru jamii, bidafi jitihadin khasiin, kwa sababu ya kutumia jitihada ya makosa katika mambo anayofanya, wa niyatin hasana, na wakati mwingine anatumia nia nzuri kabisa, lakini pia kwa sababu jambo lenyewe lilikuwa ni kinyume na Uislamu, litaweza kukhatarisha jamii nzima. Pengine nia yake nzuri, yeye anatengeneza mambo mema, ndio anafanya basole, pengine anafanya uchumi, anataka pesa, lakini njia zenyewe za uchumi zimekwenda kinyume na Uislamu. Ukimuuliza kwa nini unafanya hivi, bwana ya hadi nina watoto watakualisha hawa, na ndio maana akachukua papai na sukari na tende, akaenda karoweka mpaka mafunza wakatoka, na vile vyombo wanavyovitumia vile vyombo vina cheche na stele, madebe yamekuwa yakitumika mara kwa mara kuozesha vitu vile. Ukivitokezea kutizama, Allahu Akbar, hivyo humu ndivyo inavyofanywa hiyo pombe yenyewe. Ni ugonjwa mtupu, ni maradhi matupu kwa hakika. Nia yake nzuri, katumia akili ya uchumi tu, ni kwamba watoto wake wengi mno wanavyokuwafanya, kaamua au yeye anapika pombe ile kienyeji tende kuwauzia watu. Matokeo yake ni kwamba anafisidi jamii yote. Pengine mtu nia yake nzuri kabisa, ni kwa sababu ya kuinua hali yake ya maisha, lakini angalia, una Waislamu na Uislamu wenyewe, hilo jambo unalolifanya na kutafutia uchumi, Uislamu unasemaje jambo hilo? Mwenyezi Mungu anasemaje katika jambo hilo? Bwana, unaingia ndani ya mipaka ya Mwenyezi Mungu aliyokataza kwa sababu ya hali yako, kwa sababu ya umaskini wako. Kwa hakika haya mambo huenda mtu akawa anayafanya, nia yake kawa ni nzuri, au pengine jitihada yake alionayo, nifanye nini mimi ninusuru watu hivi na hivi, jitihada yake inafikisha mpaka kufanya jambo baya. Kwa hivyo fayajibu man'ihim, hawa watu wanaojitahidi, pengine nia zao ni nzuri, kwa vyovyote vile watu wa dini inapasa lazima wazuie kwa njia yoyote ile wawezayo. Wenye kuzuia kwa nguvu wazuie, wenye uwezo kusema waseme, na wengine waonyeshe chuki zao, wamechukia hataki. Akiitwa mtu njoo kaikarani katika pombe, sitaki kufanya kazi hiyo mimi. We mtoto, we kijana, we angalia akili yako, dawa mshahara unapata hapa na wewe mshahara unapata kule. Hapa utapata mshahara mzuri, mshahara mnono, na kweli katika haya mambo ya balaa haya kuna pato zuri la kuvutia, kuna kila aina ya vivutio kwa hakika, lakini hatari yake ni kubwa zaidi kuliko faida yake. Fayajibu man'ihim, ni wajibu kuwazuia wote hawa, watabsirihim, na vile vile kuwaonyesha lifalo, kuwatolea hoja, sio kuwazuia tu hivi hivi ikawa hamjawapa hoja. Mnawazuia huku mnawapa hoja, walipi lifalo katika Uislamu, bi nataiji ma yafaluna, mnawaonyesha natija ya yale mabaya wanayofanya, hatimaye yatatufikisha hapa. Mtizame fulani sasa hivi kishangamia, mzee fulani kishangamia, mzee kitako, ile faida hasa yetu iko wapi? Tokea tumeanza jambo hili, kwa mfano huku kupika tende, tokea tumeanza, hebu tuzame faida tunayopata. Tumejenga nyumba ngapi? Tumewasaidia watu wangapi? Hebu tuzame maradhi tunayoyapata, umaskini tulionao, tuzame faida yetu na hasara yetu. Tukiona hasara yetu ni kubwa zaidi, basi ya nini kutabisha bure? Sahihi. Al-khamis, sasa tusogea kwenye hadithi ya 5 katika mlango wa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. An ummi al-mu'minina, hadithi ya 5 inatoka kwa mama wa waumini Ummu Salamata, bibi Ummu Salama, Hindi binti Abi Umayya, bibi Hindi binti Abi Umayya, Hudhaifa radhiyallahu anha. Ani nabii, anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kwa Mtume kasema, innahu yusta'malu alaykum umara'u,
Mtume sasa anabashiri mambo kwa umati wake, anasema kwa hakika patakuja kuwekwa juu yenu nyinyi Waislamu viongozi walioshika hatamu kuongozeni nyinyi Waislamu. Viongozi hao nakwambieni kabisa, fataarifuna wa tunkiruna, mtayatambua mema yao wanaoyafanya kwamba haya ni mema kwa dalili za Qur'ani na mwendo wangu, na vile vile mtachukia kuna baadhi ya mambo watayafanya maovu, itakuwa changanya mazuri na mabaya. Maana ya kusema fataarifuna wa tunkiruna, neno taarifuna ay taarifuna ba'd a'malihim, mtavijua baadhi ya vitendo vyao, limuwafaqatiha, kwa sababu ya kule kuwafiki kwacho vitendo hivyo lishar'i, upande wa sheria. Mtavijua kwamba hivi ni mema, anafanya hivi kwa mujibu wa sheria kadha, anafanya hivi kwa mujibu wa sheria kadha, mtaridhika kwamba barabara. Hata Uislamu vile vile umeamrisha jambo hili vile vile, usafi ni fataarifuna, mtayatambua baadhi ya mambo tuyoyafanya kwamba ni mazuri kwa sababu yamewafiki upande wa sheria Kiislamu. Lakini watunkiruna, maneno tunkiruna kwa hapa ay tunkiruna baadhi a'malihim, mtachukia baadhi ya vitendo vyao. Kwa nini? Limukhalafatiha lishar'i, kwa sababu mkivitizama upande wa Uislamu vitendo vyao vile vimekwenda kinyume na sheria, viovu. Mtatambua mambo mazuri kwao na mtatambua mambo mabaya kwao yaliyokwenda kinyume na sheria. Sasa Mtume anasema yakisha tokea hayo, faman kariha, yule aliyechukia ndani ya moyo wake, asivutike na mambo yale, hata kama kuna pato namna gani kaambiwa atapewa moyo wake, kwa sababu mambo yenyewe yamekwenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu, akayachukia, hakubali kushiriki, hakubali kabisa ule uendelee. Huyu Mtume anasema faqad baria, amekuwa mbali kabisa na madhambi, amenusurika, iko mbali kabisa kule kuchukia peke yake, basi yeye faqad baria. Waman ankara, na yule atakayejaribu kutumia juhudi ya kukataza uovu ule kwa njia aliyomwezesha nayo Mwenyezi Mungu ya kukataza uovu ule, faqad salima, yeye daraja yake nyingine kabisa, amesalimika kabisa na moto wa Jahannam, au amesalimika na kishindo cha siku ya Kiyama. Ama hapa duniani kwa hakika yakitokezea maafa, watu wakiacha kuamrisha mema na kukataza maovu, yatawakumba wema na wabaya. Lakini wale watakaosema aghlabu, Mwenyezi Mungu huja akawapa nafasi ya kupumzika, wakaokoka wao. Hicho kibalaa kitaposhuka, wao faqad salima, imma kusalimika huku duniani itaposhuka hiyo gharqa, au kusalimika kwenye mpaka akhera vile, au kote kuwi. Lakini man radhiya, yule aliyeridhia balaa hilo walolifanya hao, karidhia moyo wake safi kabisa, haoni kama kuna kasoro yoyote, haoni kama kuna uovu wote, madhali mambo yake yanakwenda, basi mshahara mkubwa sana analipwa, hajali kama yeye ni karani wa kuuza pombe wala mchukuzi wa kupeleka pombe, hajali, madhali mambo yake yamenyoka sawa sawa. Mtume anasema kabisa walakin man radhiya, lakini yule aliyeridhia hayo, watabaa, na akakubali kuyafuata. Hapa Mtume hakusema chochote, jaza mwenyewe, nini itakuwa jaza mwenyewe, kamalizia hapa Mtume walakin man radhiya watabaa, akanyamaza. Masahaba waliombelea Mtume qalu, wakamuuliza ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu, tukibahatika sisi kuwepo katika watu kama hao unaotubashiria kuwa nao, tupe ruksa kabisa, pengine wewe utakuwa huko duniani utaondoka, ala nuqatiluhu, hatuwaui hawa udhiya ukesha?
tuwaachilie wafisidi jamii na hivi na hivi, ala nuqatiluhu, tupe ruhusa kabisa, toa fatwa, hatuwaui hawa uliogesha. Qala, mtume akasema, la, ruhusa hiyo siitoi, hamwezi kuwaua kwa sababu moja tu nzito, ma aqamu fikum salata, masali wanalo jambo wanalifanya, wamesimamisha kati yenu, mko pamoja mnaswali, wakiwa nalo hili basi hamwezi kuwaua. Wanayafanya mengine mazuri mnayatambua pamoja, Uislamu umekubalika, na mengine mnayachukia kwamba yamekwenda kinyume na sheria ya Kiislamu. Kwa hakika madhali wanaingia misikitini wanasoma nyewe pamoja, basi nyinyi wajibu wenu ni kuzisugua akili zao kila siku, kuwafahamisha kwa kutumia mifano. Sitoi ruksa kabisa ya kuwaua. Ma aqamu fikum salata, madhali wamesimamisha kwenu nyinyi ibada ya sala, wakiwa nalo jambo hili basi muni'a minhum dima'uhum, ishazuiliwa kwao damu yao kumwagika. Zama sala ilivyo imemzuilia mtu damu yake isimwagike, pamoja na uovu anaoendelea kuufanya. Huu ni uzito wa ibada hii ya sala ambayo wengi watu hawaufahamu uzito wa ibada hii ilivyo. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Maana yake, man kariha biqalbihi, atakayechukia uovu kwa moyo wake, walam yastati' inkaran, hana ilmu maskini, au hana uwezo wa kukataza biyadini, kwa mkono, wala lisani, wala hawezi kusema, faqad bari'a min al-ithmi, yeye kwa hakika yuko mbali na madhambi, haanikiwi madhambi. Wa adda wadhifatahu, na itakuwa tayari yeye katekeleza wadhifa wake wa kuchukia ndani ya moyo, kishatekeleza wadhifa wake. Wa man ankara, na atakayekataza, bihasabi taqatihi, kwa kiacha uwezo wake alionao, faqad salima, huyu yeye kasalimika hapa min hadhihi al-ma'siyah, kutokana na maasiya haya. Wa man radhiya bi fi'lihim, lakini mwenye kuridhia vitendo vyao, watabaahum, na akawafuata, fa huwa al-'asi, yeye moja kwa moja anakuwa ni muovu. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii kwamba jambo la kwanza tunapata min muujizati nabii, katika muujiza ya mtume sallallahu alayhi wasallama, ikhbaruhu, ni kule kutoa habari kwake, amma sayakau, mambo ambayo yatatokezea. Ni alama ya wazi kwamba yeye ni mtume anaopewa wahi kwa Mwenyezi Mungu. Mambo hayo min almughibati, katika mambo ambayo yamejificha hayapo, mtume anayabashiri kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Hii ni katika alama ya muujiza wake mtume mwenyewe. Na naam, tayari duniani hayo hakuna atakayekataa, yatatokezea, yapo. Watu ndio wanaogelea nayo, watu ndio wanaishi nayo mambo hayo. Jambo la pili lenye kupatisha faida ya hadithi hii, as-salatu, ibada ya sala, unwanu lislami, ndiyo address, kitambulisho maalum cha Uislamu. Walfariqu baina al-kufri wal-islam, na ndiyo kitafautishi kenye kutenganisha baina ya ukafiri na Uislamu ni sala. Akishakuwa mtu anaswali muislamu kamili, akiwacha sala mtu ameshakuwa kafiri. Ndiyo maana yake. Haidhuru utasema kwamba yeye atasilimu vipi, huyu atatoa shahada upya, kwani kutoa shahada kitu gani? Unadhani kusema tu la ilaha illa Allah au ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah ndio basi imekwisha mambo? La, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale waliosema mola wetu tumemkubali Mwenyezi Mungu, kisha wakasimamisha mipaka ya Mwenyezi Mungu, wakasimamisha amri za Mwenyezi Mungu kutekeleza, hapo ndiyo shahada yao itawasaidia. Ama kujisemea hivyo, anaweza akatamka mtu yoyote na isisaidie kitu. Ukimsilimisha mtu usimwachilie kutamka shahada, fanya bidii ya kumuelewesha Uislamu ukoje, amri zake zikoje, nguzo hasa zilizosimamia Uislamu ni zipi. Ikiwa nguzo moja wapo imetenguka katika nguzo hizo, Uislamu na kwa hakuna, ni zipi mtajie kabisa, awe anakwenda katika Uislamu hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua. Ndiyo maana wale wanawake
waliokuja kwa mtume kuja kumfungana naye ahadi ya kukubali Uislamu, Mwenyezi Mungu akawaambia waumini, ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minat muhajirat, watapokujieni wanawake wanaohajiri kutoka Maka kuja huku Madina, kwamba wanakuja kuingia kwa Uislamu, nyinyi msiwakubali hivi hivi, famtahinuhunna, wafanyeni mtihani. Hususan hao wanawake wana hatari, ikiwa watacheza wanawake ule mchezo kwamba wao ni manifesti, wao ni security, basi wana hatari kubwa sana wanawake, wataweza kuangamiza kila kitu kwa ile nafasi yao yenyewe. Akiajiriwa mwanamke kwamba yeye ni CID, anaweza kaplai patukuka, kwa sababu mwanamke ni mwanamke, mwanamke ni kivutio cha mwanamume, anaoyataka atayapata from A to Z. Hawa wanawake wakikujieni hawa, famtahinuhunna, wajaribuni kwa masuala mbalimbali. Allahu a'lamu bi imanihinna, Mwenyezi Mungu anajua imani zao, fikiri hajui, anajua. Lakini mambo ya ndani ya nyoyo nyinyi si kazi yenu, kazi yake Mwenyezi Mungu. Nyinyi chukueni dhahiri zao, wafanyieni mtihani katika mambo ya dhahiri ambayo nyinyi hayo ndo mtayatizama. Yale ya siri naacheni mwenyewe, nitawaweza. Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin, kama mtawatambua baada ya kufanyia mtihani kwamba wao kumbe ni waumini kweli kweli, basi fala tarji'uhunna ila al-kuffari, msiwarejeshe tena ukafiri. Tunavunja sasa hivi ile sulhu ya Hudaibia iliyofanywa kwamba akija mtu kutoka Maka kaja kusilimu, Muhammad hana haki kumpokea, amrejeshe hapa, kwa sababu makafiri walivunja. Mwenyezi Mungu sasa anaambia mtume, sasa hatuna sulhu ile, na nivunje mbali msimerejeshe. Hakuweza kutekeleza wao jambo hili, mengi wameyakatakata. Kwa hivyo na nyewe vile vile ukifika hapa mtu atambua ni Waislamu, msiwarejeshe. Hakada famtahinuhunna. Na katika aya nyingine mtume mwenyewe sasa anaambia, idha ja'aka almu'minati yubayyinaka, wakikujia wanawake wanafungana ahadi na wewe kwa mambo haya, ala alla yushrikna billahi shay'a, kama watakubali kwamba hawatomshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala yasrikna, na wala hawatuiba, wala yaznina, na wala hawatozini, wala yaktulna auladahunna, na wala hawatoua watoto wao baada ya kuwazaa, wala yaatina bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, na wala hawatouendea uovu wowote utakaochumwa kwa mikono yao na au miguu yao, wala yaasinaka fi ma'rufin, na wasikuasi katika wema wote unaoamrisha. Ikiwa watakubali haya, fabayi'uhunna wastaghfir lahunna Allah. Ndio Uislamu manake huo, sio kutamka maneno tu. Kama watakubali haya, fabayi'uhunna, wakubalie kuwa bai, wakubalie kwenye Uislamu, wastaghfir lahunna Allah, na uwatakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa baada ya kusema tu na pengine kapatia pesa tu. Anataraji Waislamu siku zote akija mtu akisilimu watatandika kitambaa pale, haya jamaa, ndugu yenu huyu katika dini, haya tena mwenye nacho na hivi na hivi. Hata famtahinuhunna, wajaribuni kwanza, muulizeni, uko tayari wewe kupata tabu? Jamaa zako wakikususa kakifukuza, uko tayari utaweza kujisaidia? Utorudi wewe katika imani yako kwa sababu ya shida zikupata? Mnamfanyia mtihani, mnamwachia kwa siku 2-3, kama ni Muislamu wa kweli mtamuona hata katika ibada, na kama amepatia kitu maalum mtamuona kwa kipindi kifupi, utajua basi kumbe akupatia chochote. Tayeb, basi katika faida za hadithi hii, kwanza tunapata muujizati nabii, muujiza wake mtume, ikhbaruhu amma sayaqa'u min almughibati, kutoa habari wa mambo ambayo